Mdude Nyagali ameandika kupitia ukurasa wake mtandao wa kijamii wa X, amesema mimi ni muhanga wa majaribio kadhaa ya kuteswa nusu kifo na polisi. Tukio la mwisho ni lile la uchaguzi wa serikali za mitaa kule Mbozi, tulipokamatwa mimi na viongozi wengine wa Chadema akiwemo Freeman Mbowe Novemba 22 mwaka 2024. Kile kipigo nilichopata kwa wale polisi kimefanya kutibiwa kwa zaidi ya wiki moja. Nimeumwa mbavu kwa mwezi mzima. Wale vijana watano kati ya 7 kutoka FFU Songwe pale Mpemba tayari nimepata majina yao. Vijana wawili hawakunigusa. Mmoja alipoona nimepigwa na vuja damu alinisaidia kuinua kichwa na kuniweka chupa ya maji. Ninalo jina la OCD, mkuu wa kambi hiyo ya FFU na yule RPC ambao walikuwa nyuma ya majaribio ya kutaka kuniua. Lakini pia anawafanyia doria katika dili zao za gizani. Kuna siku watajaa kwenye mfumo kama wale wenzao wa Mbeya waliokamatwa na wa Somalia 2022. Nilichukia maana vyeo vyao fanyiwa replacement lakini hawakufikishwa mahakamani ijapo walikaa mahabusu wiki na kuhamishwa. Nimetumia milioni 1.2 kwenye matibabu. Ndio maana ajenda kuu sasa kwangu ni kuondoa utawala wa Samia Suluhu Hassan na chama chao, kwa sababu ndio wanaowapa kiburi. Halafu baada ya hapo kila askari aliyehusika kuteka na kuua atabeba msalaba wake badala ya anguko la Samia. Kwa mara ya kwanza mtaona askari wengi wakifikishwa mahakamani kwa kesi za mauaji, kuanzia asiye na cheo mpaka makamishina huko juu. Mmoja kati ya vitu nitasimama kidete kwenye serikali mpya ni hili la kuwajibisha polisi. Tutataka uchunguzi huru matukio yote ya watu kutekwa na kuuawa na polisi. Vyombo vya kimataifa na tume ya kijaji itakayoundwa na serikali mpya ndio itakayohusika na uchunguzi. Ole wenu nyie baadhi ya RPC, RCO na OCD wengine mnaofanya haya matukio huku mkivimba kwa kiburi kwa ajili ya rais. Biblia inasema alaaniwe mwanadamu anayemtegemea mwanadamu mwenzake kuwa kinga yake. Siku yenu mbaya inakuja. Kwa hicho ndicho ambacho amekizungumza Mdude Nyagali.